saidia kupata taarifa ya kujiridhisha katika hatua ya kwanza juu ya madini na nyaraka ambazo ambata zimekuja, ili kiwe ni sehemu ya udhibiti, ili madini yanopita panya road ambao ni rahisi sana kuhusishwa na jambo hilo tuweze kuyadhibiti. Lakini pia ipo mikataba ambayo tumeingia na wenzetu ambao pia kupitia ile ICGLR ambao tunafanya nao kwa pamoja nchi zote za maziwa makuu katika namna ambavyo inasaidia kwenye kuzuia jambo hili. Lakini sambamba na hiyo pia tunafanya eneo hili katika masuala ya good governance pia kuhakikisha ya kwamba tunatoa taarifa na kushirikiana na wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwenye kuhakikisha kwamba utaratibu wote wa uingizaji wa madini nchini unafuata taratibu ili tusiingie katika dosari hiyo kubwa. Lakini pia umeniuliza kuhusu madini yaliyokamatwa. Sasa hapa Deokaji naomba niseme na nieleweke vizuri kabisa katika hoja ambayo umeileta hapa. Deokaji anataka nimpatie takwimu ya madini yaliyokamatwa ambao hata hivi sasa inawezekana kuna madini mengine yamekamatwa, lakini nitakupa kwa kipindi cha nikupe kwa kipindi cha Julai mpaka Disemba 2025, ambapo katika kipindi hichi kupitia task force yetu ya chini ya wizara tumekamata madini yenye zaidi ya kilo 2 ya dhahabu ambayo yalikuwa yakitaka kutoroshwa katika kipindi cha miezi kadhaa hii, lakini vile na madini ya vito, na hivi sasa tuna kesi ambazo zinaendelea ziko mahakamani na tumewakamata wahusika wanaendelea na pre-bargain ambao wanafanya na ofisi ya mwanasheria mkuu, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kama hatua ya awali. Lakini kikosi kazi cha wizara, kazi yake kubwa ni kuhakikisha ya kwamba tunadhibiti mianya ya biashara haramu ya madini, ili biashara yote ikafanyika katika masoko ya madini na vituo vya ununuzi. Kama nilivyosema, tuna masoko ya madini 44 na vituo vya ununuzi 114. Tunataka biashara yote ya madini ikafanyikia katika masoko na vituo vya ununuzi ili nchi yetu ya Tanzania iweze kunufaika. Tunaamini watu wakipita katika masoko ya madini, mrabaha, utozo na ushuru ambao serikali inaupata ndio unakwenda kujenga madarasa na kwenda kununua madawati na kusaidia katika huduma za elimu na afya za nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tumeendelea na udhibiti wa kiwango kikubwa katika eneo hili, na kama nilivyosema zipo kesi nyingi ziko mahakamani hivi sasa, na this time tumehakikisha kwamba kwa wale dealers, zamani ilikuwa dealer tukimkamata Arusha anakwenda Njombe kukata leseni. Sasa hivi nimewaambia na nitoa maelekezo kwa katibu mkuu kupitia tume, hakuna mtu yoyote ambaye atakamatwa leo na madini alafu akaondoka mkoa mwingine kwenda kukata leseni. Nataka Watanzania ambao hawana nia njema, kama kuna mtu akuwahi kujifunza shughuli nyingine ya kiuchumi, akajifunze wakati huu. Ikikukamata Arusha haufanyi kazi nchi nzima mpaka pale ambapo mahakama itasema vinginevyo, kwa sababu wao wote tunawapeleka mahakamani. Asanteni sana. Nashukuru sana.